Mkuu wa Pakistan amesema Marekani na Iran zimekubaliana kuhusu vipengele vya rasimu ya mwisho ya makubaliano ya kumaliza vita. Mpatanishi mkuu Shehbaz Sharif amesema kuwa amani iko karibu sana na kwamba Pakistan inafanya kazi na pande zote mbili kuhusu hatua zinazofuata. Hapo awali vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vilitoa maelezo kuhusu kile wanachosema ni rasimu ya makubaliano kati ya nchi hizo mbili, huku Rais Donald Trump akisema makubaliano yanaweza kusainiwa hivi karibuni. Makubaliano hayo yanasemekana kuhusisha masuala kadhaa ambayo ni kumaliza kabisa vita katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuachiliwa kwa mali za Iran zilizoshikiliwa pamoja na kutenga siku 60 za mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini Rais Trump ametumia mitandao ya kijamii kueleza kwamba taarifa zilizovuja na Iran hazina uhusiano wowote na yale yaliyokubaliwa katika rasimu ya awali. Tamko hilo lilisababisha bei ya mafuta kupanda. Na hapo awali msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei alisema ripoti za makubaliano zilikuwa za kubahatisha na hakuna kilichokamilika rasmi. Donald Trump alitoa madai kadhaa kama hayo hapo awali, na hapo jana alionya kuishambulia Iran vikali, lakini baadaye akabadili nia na kufuta mashambulizi yote yaliyopangwa. Ripoti moja kutoka Marekani inasema Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitengwa katika mazungumzo ya hivi karibuni, lakini siku ya Ijumaa alisisitiza kwamba yeye na Donald Trump walikubaliana kwamba Iran haipaswi kuwa na silaha za nyuklia. Sasa ili kufahamu zaidi, tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, karibu sana. Umepokeaje tangazo la Pakistan kwamba Marekani na Iran wamekubaliana kuhusu vipengele muhimu vya amani? Bila shaka ilikuwa ni kitu ambacho kimejadiliwa hapo kabla, kwa sababu hizi taarifa zilikuwepo kabla ya siku 2-3. Naweza kuambia kabla ya mashambulizi haya ya juzi ya Marekani kuhusu kudondoshwa helikopta, haya mazungumzo yalikuwepo. Kilichokuwa kinachelewesha ilikuwa ni Marekani kujaribu kutafuta kubadili vipengele, hata kusikia kuwa wale maafisa wa diplomasia wa Qatar waliokwenda Irani walikuwa wamekwenda kwa niaba ya Marekani kujaribu kubadili baadhi ya vifungu, lakini ikaonekana haviwezekani. Kwa hiyo Pakistani inatuambia kuwa wamefikia makubaliano, lakini ni makubaliano ya kupata uhasama, yani ni makubaliano ya usitishaji wa vita, ila sasa wataingia kwenye mjadala maalum sasa katika kutatua yale ambayo yaliwafanya wapigane. Maanake kuwa hakuna lolote katika yale yaliyowafanya wapigane limetimizwa au limetatuliwa, isipokuwa kilichokubalika hivi sasa ni kupata uhasama wa pande zote mbili. Naam. Sasa Pakistan haijataja Israel katika makubaliano hayo kuhusu na kuhusika au kutohusika kwa Israel katika hili kuna athari gani, Rahbi? Bila shaka kumekuwa na hilo kuwa kuanzia mazungumzo ya kwanza ambayo yalivunjika na kupelekea vita, Israel haikuwepo wala kiti cha Israel hakikuwepo. Lakini hivi karibuni kumekuwa na mivutano ya wazi kabisa kati ya Israeli na Marekani, hasa kati ya Donald Trump na Netanyahu. Kuna kile ambacho kinaonekana moja kwa moja kuwa Netanyahu amekuwa akitaka mzozo uendelee kwa sababu ya maslahi ya kisiasa, lakini Donald Trump pia anataka vita imalizike kwa sababu ya maslahi ya kisiasa. Kwa hiyo hapa kilichopo ni kama kila mmoja mwenye nguvu anajaribu kumtuliza mwenzake. Lakini ukiangalia vyombo vya habari vya Israeli jioni hii vimetangaza kuwa waziri mkuu amevitaka vikosi vya IDF kukaa tayari kufanya mashambulizi kuelekea kwa Irani ikiwa hakutokuwa na makubaliano wanayotaka wao. Kwa hiyo unaweza ukakubaliana na hili kuwa Israeli bado amewekwa mbali kwenye hili, au tuseme kuwa Marekani anataka kutumia nguvu yake dhidi ya Israeli kumaliza huu mzozo. Tuzungumzie kuhusu hivi vipengele ambavyo vimetajwa kama makubaliano. Kama ni kweli hayo yamekubalika kati ya pande zote mbili, kila mmoja unaona kwamba anapata anachokitaka? Ukisikiliza kwa pande zote mbili unaona kuwa kila upande umekuwa ukijaribu kutuainishia kuwa unapata kile unachokipata. Ukimsikiliza Donald Trump anazungumza kuwa Irani imekubali kuwa haitokuwa na nyuklia, lakini hili swala lilikuwepo kuanzia awali. Katika mazungumzo yote ya nyuma, Irani ilisema haina mpango wa nyuklia wala haikuwa ikitengeneza nyuklia kwa ajili ya silaha. Kwa hiyo limekuwa hivyo, lakini upande wa pili wa Irani, katika taarifa zilizotolewa ambazo Donald Trump amezikanusha, kuwa wamesema kuwa wataachiliwa mali zao zilizozuiliwa kwa muda mrefu, lakini kutokuwa hakuna mjadala kuhusu makombora. Kuhusu Hormuz wamekataa,
na baadhi ya vitu vingi ambavyo wanasema watapata, na vikwazo vitaondolewa, hasa vikwazo vya mafuta, na Marekani itaondoa kizuizi chake cha mlango wa bahari Hormuz. Katika mambo ambayo Donald Trump anasema si kweli, si katika hayo. Kwa hiyo hapo mbele tutajua zaidi. Baada ya haya makubaliano kusainiwa, nadhani kutakuwa na kikao sasa cha kujaribu kuanza kupitisha. Huenda tukamsikia tena Donald Trump akisema kuwa sikubaliani na haya yote, kwa sababu yale yanayotajwa upande wa Irani ni kuwa Marekani hawayakubali kabisa, na yale yanayotajwa upande wa Marekani, Irani bado hakubali kabisa, lakini wote wanatuambia kuwa wamefikia makubaliano. Na sio mara ya kwanza kwa makubaliano kuweza kufanywa halafu upande mwingine unashutumiwa kuweza kukiuka na mambo yanarudi vile vile. Sasa wewe umefuatilizia mzozo huu kwa karibu sana, unadhani tuko karibu zaidi na vita ama tunakwenda kupata amani hivi karibuni? Bado naweza nikasema tuko kati kwa kati, kwa sababu kuna vitu tu ambavyo vimezuia haya yasitokee. Unajua, mara nyingi huwa nimekuwa nikizungumza au watu wengine pia wakizungumza hili, wachambuzi mbalimbali duniani wanakubaliana kuwa vita hii ilikuwa ni ya vita ya Israeli kupitia niaba ya Marekani. Kwa hiyo bado mwenye vita yake hajakubali kuwa anaweza kumaliza vita katika vipengele hivi. Sasa tunaweza tukashuhudia mzozo mpya kati ya Marekani na Israeli, kwa sababu kinachoonekana kama vile Marekani inalazimisha kuiburuza Israeli kwenye haya. Lakini ikiwa watakwenda kufikia haya makubaliano ambayo yametajwa kwa upande wowote, hata aliyoyataja Donald Trump, itakuwa ni ishara moja tu kuwa Netanyahu amepoteza na Israeli imepoteza. Sasa wako tayari kupoteza kwenye hili? Nadhani muda utatupa majibu zaidi. Naam, asante sana Ibrahim Rahbi kwa kutupatia maoni yako. Sasa tusalie Mashariki ya Kati ambapo katika siku za hivi karibuni dunia imehamisha macho yake kwenye vita vya Iran, Lebanon na Gaza. Lakini sasa kuna idadi kubwa ya Wapalestina wanaolazimishwa kuhama makazi yao katika eneo linalokaliwa kimabavu na Jerusalem na Mashariki. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, takriban familia 200 za Palestina ambazo ni karibu watu 900 wanakabiliwa na kesi za kufurushwa zilizofunguliwa dhidi yao katika mahakama za Israel, nyingi zikiwa zimefunguliwa na walowezi. Israel inaiona Jerusalem yote kama mji wake mkuu, huku Palestina wakitaka upande wa mashariki uwe mji mkuu wa taifa lao wanalotarajia hapo baadaye. Mwandishi wa BBC wa Mashariki ya Kati Yoland Nell amewatembelea Wapalestina ambao nyumba zao zinachukuliwa au kubomolewa, na taarifa yake inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Ukiwa mji mtakatifu kwa Wayahudi, wa Kristo na Waislamu, Jerusalem bado ipo kwenye kiini cha mzozo kati ya Israel na Palestina. Na hivi karibuni, Israel imekuwa ikidhibiti zaidi upande wa mashariki wa mji huo unaokaliwa kimabavu, ikisisitiza utambulisho wake wa Kiyahudi na kufuta ule wa Kipalestina. Chini kidogo ya mji mkongwe, karibu nusu ya mtaa wa Al-Bustan sasa umepotea. Tangu kuanza kwa vita vya Gaza, takriban nyumba 60 za Wapalestina zimebomolewa katika eneo hili, na familia nyingi sana za Kipalestina zinaishi kwa hofu ya kubomolewa. Manispaa ya Jerusalem inapanga kujenga bustani yenye mandhari ya kibibilia hapa, itakayosimamiwa na kikundi cha walowezi. Manispaa hiyo imeiambia BBC kwamba mji huo unahitaji nafasi kubwa zaidi, na kwamba baadhi ya nyumba zilizojengwa miongo kadhaa iliyopita zilijengwa kinyume cha sheria. Lakini kwa Wapalestina, vibali vya ujenzi vya Israel ni vigumu sana kupatikana. Wanasema wanalazimishwa kuondoka, na huo ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Fayid Awad amepoteza nyumba yake hivi majuzi. Hakuna kitu walichoomba kutoka upande wetu ambacho hatukufanya ili kupata vibali. Wameharibu maisha yetu yote ya baadaye, wameturudisha sifuri, mimi na watoto wangu.